Na siku nyingine ya kipekee ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Bwana, mimi ni Ali Upuju Kuntunye Kidimdimu Mwandila, tuko Sukari House. Tumekuja hapa kuweza kuzungumza na ndugu wawekezaji kuhusiana na masuala ya uwekezaji, lakini vile vile kuna baadhi yao ndio kwa mara kwanza watafika hapa nao kuweza kuwapa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Bwana, karibu sana na usitoke. Kamkubwa habari? Salama. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju natokea UTT. Sio ndugu yangu naitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Frankie Lazaro Mbise, natokea hapa Dar es Salaam. Dar es Salaam. Karibu sana UTT. Ni kwa mara kwanza lakini au ni mwekezaji wa muda mrefu? Nipo UTT tangu 2021. 21. Hongera. Asante. Una mifuko mingapi? Nina mifuko miwili na Jikim pamoja na Liquid. Jikim na Liquid Fund. Elimu hii uliweza kuipata wapi hasa? Kushawishiwa na mtu, elimu ya mtandaoni, au ulisema no, hebu niende mimi mwenyewe nikapata elimu? Kwa mara ya kwanza nilisikia kutoka kwa watu niliokuwa nafanya nao kazi. Ilikuwa 2019 nikiwa Dodoma, though sikuhangaika nayo sana, ila 2020 pale 21 kidogo nikashawishika zaidi, nikaona okay fine, why can't I have it? So nikafungua account, nilianza na ukwasi and then 2024 kama sikosei nikafungua Jikim. Yeah. Na mpaka sasa hivi labda kuna nguvu yoyote ambayo uliweza kutumia, kwa sababu kama kuna sehemu kuna faida na maendeleo, means kwamba kuna watu wako ambao wale wa karibu unahitaji na wao waweze kuzipata hizi faida. Kuna watu ambao labda waweza kuwashawishi? Wapo ambao nimewashawishi, wako wanauliza kwa nini UTT ni nini na inafanyaje kazi. So kwa ile elimu ambayo mimi ninayo kuhusu UTT nikawa nawapatia elimu. Hata leo nimeleta mtu mwingine ambaye naye yuko flow ya kwanza anapata elimu. Kwa na mimi nimekuja tu, kuna some details nilikuwa nabadilisha kidogo, ndio maana niko hapa. Ningefurahi sana naye tungeweza kupata ushuhuda wake baada ya kushawishiwa na kuweza kuja kuamua kuja UTT kujiunga katika mifuko yetu. Labda kuna mpenzi mtazamaji hapa na mwekezaji au ni mtu kwa mara ya kwanza anakuona, swali lake tu ukikutana nao anakuuliza kwa nini UTT na sio sehemu nyingine? Cha kwanza ni security ya kile ambacho naweka, kwa sababu nikiweka, unajua sehemu nyingine unaweza ukaweka utakwambia fluctuation na vitu kama hivyo. Sio kwamba UTT fluctuation hazitokei, zinatokea, lakini the security ya kile ambacho unakiweka iko 100%. Kwa hiyo inakuwa kidogo unakuwa na amani, naweka pesa nitazikuta tu. Kwa hiyo hicho ndo kikubwa ambacho mimi nakiona. Lakini labda ulivyoambiwa kwamba ni taasisi ya serikali vile au hiyo haikukufanya labda uweze kuwa na yes, unajua ukiwa iko chini ya serikali, especially at first mimi ambayo iko chini ya BOT, na mizunguko yake ya fedha and everything, bondi na vitu kama hivyo inapitia huko, so nili feel easy, yani nilikuwa easy, tofauti na ukiniambia ni za watu binafsi au mashirika binafsi, kwa sababu sehemu nyingine utahitaji brokers na vitu kama hivyo kwa wale wanaofanya hizo nyingine. Lakini hapa hapana, ukija direct unapata ile huduma ambayo unakuwa unahitaji at that particular time. Sasa la mwisho basi, hebu chukua fursa hii waambie wanaotutazama sasa hivi kuhusiana na mifuko ya uwekezaji na UTT AMIS. Ushauri wako ni nini? Ushauri huwa siku zote huwa na msemo wangu, nasema unachokihifadhi leo huwezi kuiona faida yake leo, lakini unachokihifadhi leo kinaweza kikakuokoa siku moja sehemu, na hatuijui kesho sana, na hatujui kesho kuna nini ambacho kitatupata. Kwa hiyo kama una uwezo wa kuwekeza hata hicho kidogo ambacho unaona ni kidogo sana, wewe wekeza tu, kwa sababu iko siku moja kitakusaidia mahali na yumkini kikakuvusha kwenye stage ambayo uko kwa wakati huo. Labda vipi familia, shemeji, watoto wamewekeza? Okay, kwa sasa ni mke wangu tu ndo amewekeza. Watoto we are planning to do that. Nafikiri mwisho wa mwaka huu tutafungua kwa ajili ya watoto. Shukrani sana. Kwa sababu ya shule na vitu kama hivyo. Shukrani sana. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. Mambo? Poa. Mzima? Mzima. Mimi naitwa Ali Upuju natokea UTT. Sijui dada yangu anaitwa nani? Minael. Unatokea wapi? Mwananyamala. Mwananyamala. Ni mwanafunzi, mfanyakazi, umeajiriwa sehemu, mfanya biashara? Mwanafunzi. Ni mwanafunzi. Chuo gani? DIT. DIT. Hongera Mina. Ni kwa mara kwanza ndo unafika UTT hapa? Ndio, ni mara ya kwanza, lakini nilishafungua account before. Ulishafungua account kutumia simu, si ndio? Ndio. Okay. Sasa manake usajili hukuwahi kukamilisha?
Hapana, ndio nimekuja kukamilisha. Umekuja kukamilisha. Umefungua mfuko gani? Bondi. Umefungua bond fund. Hongera. Asante. Ni kwa mara kwanza labda ndo umekuja kuweza kupata elimu hapa UTT, au kuna mtu huko alishawahi kukupaga elimu ukasema hapana, ni muda wangu sahihi sasa mimi kuanza kufungua mfuko wa UTT? Nilishawahi kukutana na watu wakanielekeza before, but nimekuja kwa ajili ya kujifunza zaidi. Kujifunza zaidi. Leo hii mfano samahani Mina, labda dada yako, mtu wako karibu akakuuliza hivi wale UTT ni nini? Kwa hivyo ambao ulikuwa unajua. UTT ni mfuko wa uwekezaji ambao una faida yake kwa kweli, kwa sababu unaanza na kidogo lakini baada ya muda kinaongezeka. Wanasema the more you invest the more you get interest, right? Exactly. Okay, sasa labda kwa ufupi tu mimi nikuelezee kwamba UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha ambayo inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Kuwekeza, unajua tofauti ya kuwekeza na kuweka pesa? Mtu akwambia naweka pesa sehemu au nawekeza, au ufahamu? Kuweka pesa haiwezi kuongezeka, lakini ukiwekeza inakuwa inaongezeka. Mimi naona akili sana. Unasema gani? DIT unasema? DIT. Una akili sana. Huo ndio tofauti wa kuweka pesa na kuwekeza. Ukiweka pesa haiongezeki, lakini ukiwekeza means kwamba kuna interest zile ambazo zinaongezeka. Sasa sisi kupitia mifuko yetu ya UTT ambayo iko mifuko 6. Ulikuwa unajua? Hapana. Ufahamu. Mifuko yetu iko 6. Kuna mfuko unaitwa bond fund kama ulosema, ambao kwa Kiswahili unaitwa hati fungani. Kuna mfuko unaitwa liquid, kuna mfuko unaitwa wekeza maisha, kuna mfuko wa watoto, kuna mfuko wa umoja. Umeelewa? Kwa katika hiyo mifuko ambayo sisi tuko nayo UTT, maana yake hata wewe mwenyewe kuna mfuko mwingine utakuja utafahamu pale endapo ukija kupata elimu zaidi kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Unaweza ukajikuta singia hata umefungua hata mifuko 4 na sio huo mmoja. Lakini kuwekeza maana yake, labda nikuulize, wewe unawekeza kwa malengo gani? Au unawekeza kwa nini? Nawekeza kwa malengo yangu ya baadaye. Okay. Kwa sababu naamini hata yule ambaye anaweka pesa kwenye kibubu zamani huko, si ndivyo? Alikuwa anaweka pesa kwa malengo yake, si ndivyo? Ndio. Mwingine anaweka pesa kwa ajili ya ada, mwingine anaweka pesa kwa ajili ya kodi, lakini ukiweka pesa katika kibubu, sisi tunaamini ilikuwa haizalishi. Ni ile, si ndio? Yaani kama unaitafuta 300,000 maana yake utaipata 300,000. Lakini katika mifuko ya UTT endapo ukiweka mfano labda umeweka 300,000 maana yake mwisho wa siku haitokaa baada siyo mwaka ile 300,000 ikawa vile vile. Maana yake kutakuwa kuna faida ambayo imeongezeka kutokana na wewe umewekeza na UTT. Si ndio? Ndio. Okay. Mimi nikwambia kitu kimoja, Mina. Kuwekeza na UTT maana yake cha kwanza kabisa unapata wastani wa faida 12% katika huo uwekezaji wako. Ushafahamu eh? Kwa maana yake kila mwisho wa mwaka unapata wastani wa faida ya 12% ya kile ambacho ulichowekeza. Lakini vile vile UTT kwanza ni sehemu salama. Unaelewa? Kwa sababu iko chini ya Wizara ya Fedha, maana yake iko chini ya serikali. Si ndivyo? Ndio. Kuna mtu yote ambaye alikuzunguka anajua kusema masuala ya UTT au ni wewe mwenyewe tu ndo wako? Wapo. Yeah. Na ni wawekezaji? Ndio, wazuri sana. Okay. Leo hii ukipata fursa labda kutaka kuweza kumuelezea mtu mwingine kuhusiana na masuala ya uwekezaji aweze kushawishika, ungependa kumwambia nini? In short, nishawahi na kuna one of my friend ambaye tayari ameshaanza hiyo process. Kwa hiyo kila mwezi anapopokea hela anaweka UTT. Yes. Okay. Labda kwa yule ambaye labda anakusikia kwa mara ya kwanza hapa, sio rafiki yako, lakini anasema yule dada ameenda UTT Mina na mimi amenishauri. Hebu mshauri chochote kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS. Mimi naweza nikamshauri awekeze UTT. UTT ina faida sana. Yaani hela yako unaanza na kidogo lakini at the end unapata kikubwa zaidi. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kuwekeza unazidi kupata kikubwa zaidi. Unapata faida more than ukiwa unacheza vile vikoba. Vikoba vile unatoa hela lakini at the end unapata kile kile ulichokitoa hata kama ni miezi 6. Lakini unapokuwa unawekeza kwenye UTT within 6 months kuna kiwango fulani kinaongezeka. Yes. Sawa, labda kuna mtu yoyote labda wa karibu, shemeji, umwambie naye aje kuwekeza. Yeah, ndio. Umwambie. Yes. Okay, atawekeza. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. Dada, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT. Yule dadangu unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Kudra Chengula, natokea Muhimbili. Muhimbili. Ni daktari wewe au mwanafunzi? Ni mwanafunzi. Hivi wanafunzi wa Muhimbili sio madaktari bado? Mpaka amalize ndo anakuja kuwa daktari. Ndio. Uko mwaka ngapi?
watatu. Mwaka wa 3. Hongera sana Kudrat. UTT ni kwa mara ya kwanza Kudrat, au ni mwekezaji wa muda mrefu, au ndio umesema mimi niende nikapata elimu japo nilikuwa naijua kidogo? Mimi ni mwekezaji wa muda kidogo. Muda kidogo. Kwa muda gani? Kama miaka 2. Wow, hongera. So midogo. Asante. Okay, na umefungua katika mfuko gani hasa? Liquid ukwasi maana yake. Kudrat, unakumbuka wewe labda ni nani ambaye aliweza kukushawishi Kudrat, ndugu yangu, dada yangu, hebu kafungue mifuko na UTT, au alikupa elimu, au elimu uliweza kuipata? Nakumbuka ni rafiki yangu ambaye tulikuwa kwenye club. Inaitwa Big Future Dreams. Yes. Ndo alinipa elimu kuhusu UTT AMIS, nikaona yes, it's a good thing. Then let me start, nikaanza. It was 2024. Yeah. Ambapo alipokupa tu elimu pale pale ukachukua maamuzi, au naye kidogo ulianza kujishauri niwekeze siwekeze? Mimi nilichukua maamuzi kwa sababu alinielezea ni vitu ambavyo niliwahi kuvisikia back then, mambo ya vipande, nikawa sielewelewi. Kwa alivyonielezea nikaelewa, nikasema okay, let me take step. Okay. Ulikuja hapa Sukari House au ulifungua tu huko kupitia? Nilikuja hapa. Okay. Ukapata elimu na uliridhika. Ukapata maamuzi ya kufungua sasa mfuko wa liquid au kwasi. Okay, labda kuna faida zozote ambazo wewe kama Kudrat unaziona ukasema kumbe hii pesa yangu manake ningeikaga muda mrefu, kumbe faida yake iko hii, ambapo mpaka sasa hivi kwa hiyo miaka 2 unaiona? Yeah, faida naiona kwa sababu ni pesa ambayo nimeweka mimi nikiwa naendelea na shughuli zangu za kiwanafunzi na mambo mengine, pesa yangu inakuwa huko, after some time nakuta imepata faida, inaendelea kujikuza yenyewe. Okay. Yeah. Unahisi labda kuna rafiki yako leo naye ni mwanafunzi wa Muhimbili au chuo mbalimbali wanakutazama sasa hivi kupitia Kijiwe Mchongo, akikuuliza Kudrat, nimekuona katika social media za Kijiwe Mchongo na UTT AMIS, hivi kwa nini UTT na sio sehemu nyingine? Unahisi ungeweza kumjibu nini ili naye rafiki yako aweze kuuiwa kusema kumbe na mimi napaswa niende UTT? Basi naweza kikubwa ni kwamba UTT it's a safe place. Yeah, sure. Kwa sababu ipo chini ya serikali. Sure. And that was the main reason kwa mimi kuiamini na kuanza kuwekeza huko. Ukajiona uko comfort zone kabisa. Yes, hamna mambo sijui ya itakufa after some time, no. Okay. Kwa hivyo ndo katika vitu muhimu kabisa anayekutazama sasa hivi aweze kuvisikia. Hebu rudia tena. Kitu ambacho mimi binafsi kilinishawishi na kuiamini UTT AMIS ni kwamba ipo chini ya serikali. Nina uhakika, yani my money is secured, yani hamna mambo ya sijui itakufa siku mambo kama hayo. Kwa it's a safe place. Mtu yoyote ambaye anahitaji kuwekeza, yes, nitamshawishi na nitamshauri aje kuwekeza UTT AMIS. Lakini vile vile hujawaambia kuhusiana na ukiwekeza katika mifuko ya UTT AMIS, maana yake UTT AMIS unapata faida vile vile katika uwekezaji wako. Yes, unapata faida. Au sivyo? Yes, after some time. Na unaiona faida yako. Yes. Jinsi inavyokuwa kila siku. Yes. Okay, nyumbani kuna mtu yote ambaye umemshawishi kujiunga na mifuko ya UTT? Au kwa wewe mwenyewe tu, familia yako wote hawaelewi? Wapo ambao wanaelewa. Okay. Inabidi uchukue fursa hii lakini usambaze elimu nyumbani pale. Sawa, nitafanya hivyo. Na shemeji pia, si yupo kakawekeza? Amegeza. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia. Bado tutazidi kuweza kutoa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Kama kawa kama dawa, tutasompa mtaa baada ya mtaa kuweza kuhakikisha elimu wewe ndugu mwekezaji unaipata. Hata wewe usokuwa mwekezaji bado utazidi kuipata kupitia Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Bwana, mimi ni Ali Upuju, kuntunye Kidimdim Mwandila. Nimshukuru sana Manase, mtu mbadesti kabisa, nilikuwa naye mwanzo mpaka mwisho kuweza kuhakikisha wale kwa nyumbani, wale shika simu yako ambao uko YouTube, uko sehemu mbalimbali kupitia mitandao yetu ya kijamii, unahakikisha Kijiwe Mchongo umeweza kuipata vizuri kabisa. Bwana, tukutane next time ndani ya hapa Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Bye bye.